Bwana Yesu asifiwe sana, mtumishi wa Mungu. Ninatumaini unaendelea vizuri. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Gabriel Stefano wa huduma ya CRMC inayopatikana Mapinga kwa Kibosha, Bagamoyo. Mungu akubariki sana kwa wewe ambaye unatufuatilia kila itwapo leo. Na leo ninakwenda kuanza series ya somo refu sana ambalo linajulikana kwa habari ya nguvu ya kupata utajiri. Nguvu ya kupata utajiri. Natumaini wewe unayenisikiliza sasa hivi na unanitazama, kuna mengi ambayo utaenda kujifunza kwa habari ya somo hili, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakiteseka kwenye maisha yao, wakiteseka kwenye biashara, wakihangaika, wanaomba, wanafanya kila njia wanaoweza ili wafanikiwe, lakini hawafanikiwi. Hasa sisi ambao tumeokoka, ukiangalia asilimia kubwa watu wengi uchumi wao uko chini sana. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya siri hawazijui. Ili uweze kufanikiwa lazima uwe na nguvu. Unapoona mtu amefanikiwa yoyote duniani, amefanikiwa mahala popote, ana siri ya nguvu. Unajua kuna watu huwa wanasema msemo mmoja, wanasema kwamba biashara ni siri. Siri ya biashara sio kwamba ni siri katika labda kufanya biashara ya vitumbua kule Kariakoo, hapana. Siri iliyopo, je, yule mtu anayefanya biashara, kitu gani kinachomfanya afanikiwe? Hiyo ndio siri ambao watu wengi unaokuta wamefanikiwa wana siri nyuma ambayo inawafanya wafanikiwe. Hayupo yoyote ambaye amefanikiwa duniani hapa katika uchumi, katika biashara au chochote kama hana siri. Na siri ni ipi? Sasa nataka tuanze tujue na kwamba kila binadamu anatakiwa awe na nguvu. Yaani binadamu yoyote, ili uweze kustawi kwenye maisha ya kiroho, uweze kustawi kwenye maisha ya kimwili, uweze kustawi katika eneo lolote, ni lazima uwe na nguvu. Sasa hiyo nguvu utakuwa nayo aje? Utaipataje? Utaitafutaje? Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari ule wa tuanza mstari wa 17. Inasema, hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo. Sikia nikwambie, hakuna mtu duniani ambaye amefanikiwa kwa juhudi zake, kwa nguvu zake, au kwa akili zake, au kwa uwezo wake. Duniani ukiangalia, hakuna yoyote ambaye amefanikiwa kwa juhudi za kwake peke yake. Ndio maana ukija kuangalia, kuna watu wanajuhudi, kuna watu wanajibidisha, kuna watu wanapambana, kuna watu wanatafuta pesa, kuna watu wanafanya kazi ngumu sana na anaambulia shilingi 10,000 kwa siku. Kuna watu wanafanya kazi ngumu sana 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 na haendi popote. Kwa nini? Kwa sababu juhudi pekee haikufanyi kufanikiwa. Juhudi pekee haikufanyi, sio kama tunasema kwamba juhudi haifanyi kufanikiwa, lakini juhudi peke yake haikufanyi kufanikiwa. Kwa hiyo wewe uliyefanikiwa usifikiri ni nguvu zako, hapana. Unayemwona kila mmoja amefanikiwa sio kwa juhudi. Hapana. Juhudi pekee haiwezi kukufanya wewe ufanikiwe. Kwa kumbe kupitia mstari huu nasema ya kwamba, ninavyosema ya kwamba hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio umenipatia utajiri. Hakuna yoyote duniani anayefanikiwa kwa uwezo wake, kwa akili zake, kwa namna yake. Yupo mtu ambaye anampa nguvu kwa ajili ya jambo fulani ili aweze kufanikiwa. Kwa kumbe kinachoendesha biashara zifanikiwe si akili zetu. Kinachoendesha biashara zifanikiwe si uwezo wetu. Kinachoendesha biashara zifanikiwe ni nguvu, ambayo hiyo nguvu sasa ndio inafanya wewe ufanikiwe kwenye biashara yako, ndio inafanya uuze, ndio inafanya uende mbali. Kama hauna nguvu hauwezi kufika kokote. Kama hauna nguvu hauwezi kufanikiwa kwa namna yoyote. Kwa kumbe biashara nyingi zinaendeshwa kwa nguvu. Sasa unapataje kupata nguvu? Ndio maana kuna watu wengine wanaamua sasa kuitafuta nguvu. Mimi mtu akija akaniambia, mchungaji, nataka kuanza biashara, naomba unishauri nifanyeje kuanza biashara. Tamwambia kabla hajaanza biashara hakikishe anatafuta nguvu. Kabla hajaanza biashara hakikisha anatafuta nguvu. Nawe nikwambie kitu kimoja,
Kinachofanya mtu apate utajiri ni nguvu. Kinachofanya mtu apate mafanikio ni nguvu. Nataka niwaambie kitu kimoja ambacho kitakusaidia ndugu yangu. Hakuna yoyote aliyefanikiwa kama hana nguvu. Hakuna tajiri yoyote ambaye yuko hapa duniani kama hana nguvu. Kwa kinachofanya tufanikiwe na tuinuke ni kuwa na uwezo wa kuwa na nguvu. Ndugu unanitazama mahali hapa, nimeongea kwa undani ya kwamba hakuna yoyote anayeweza kufanikiwa kwenye maisha yake bila kuwa na nguvu. Na nguvu ina chanzo chake na kuna namna ya kuweza kutafuta hiyo nguvu. Ndio maana mimi nitakushangaa wewe ambaye unaweza kwenda kwa mganga kwa ajili ya kutafuta nguvu, ambaye unakutwa kukimbia kutafuta watu wa kuombee, na wakati unatakiwa ujue namna gani ya kutafuta nguvu ili uweze kufanikiwa. Mafanikio yanapatikana kwenye nguvu. Uweze kufanikiwa kama hauna nguvu. Mungu akubariki sana. Kwenye session inayofuata nitafundisha nguvu hiyo ni ipi. Amen.